anapokufa mtu usichukulie tu kwamba ni mzoga. Ndio maana Mtume anatahadharisha kituambia kwamba almayyit yataadha mimma yataadha minhu alhayy, maiti anapata maudhi vile vile anavyopata maudhi aliyekuwa hai. Kwa maiti hata namna ya kumuosha, aoshwe na watu wenye huruma, aoshwe na watu wenye huruma na watu wenye kumjua maiti. Vinginevyo itakuwa yule maiti akaoshwa na mkatili, atapata tabu, kwa sababu yataadha mimma yataadha minhu alhayy. Ndio maana Mtume akasisitiza katika masomo yetu tutasomeshwa kwamba wa kumuosha maiti anatakiwa awe ni ndugu, ndiye atakayestiri aibu yake. Yule akiona aibu hawezi kusema, lakini hawezi pia kumuumiza hata namna ya kumuosha. Atakuwa ni ndugu yake yule, hata kumswalia kwenyewe ndio ndugu ndo amswalie maiti. Ndugu wale ndo watangulie mbele pale katika kuswalia. Sasa maiti anaweza katokea hata kushuka kaburini, miongoni mwa hawa wawepo ndugu. Sasa hapa manake darasa inatutuma tuendelee kusoma kwa Sheikh Abdurrahman, kwa Sheikh Shaban, ni kwamba hapa yatutuma kwamba watu madrasa wasome sana, ili mtu akifa ndugu yake aweze hata namna kumstiri yeye mwenyewe kabla ya kuita watu wa pembeni. Basi ndugu zangu, kwa hili ni kwamba mtazamo, ujumbe wangu niseme tu kwamba mtazamo wa kisayansi kuhusu maiti hautuhusu sio Islam. Mtazamo wa Mtume Muhammad kuhusu maiti ndio mtazamo wetu sisi.